Jambo wapendwa na wasalimu katika Bwana, kwa majina ni Christian Wycliffe. Tunataka jifunza neno kusema ya kwamba vita ya shetani kuu kwa leo katika hii dunia ni kupiganisha amri za Mungu, hasa Sabato. Vita ya shetani katika hii dunia ni kupiganisha amri 10 za Mungu, hasa Sabato. Sabato aiondoe, Sabato isikubaliwe tena na wanadamu katika kumbukumbu zao, aiondoe. Ndio maana watu kwa leo hawajui kitu wanaita nini Sabato ya Mungu. Hakuna pumziko katika hii ulimwengu itakayopoteza watu sawa vile Jumapili, sawa vile Ijumaa, watu wanaikataa Sabato. Lakini Sabato ni alama ya Mungu kati yake na watoto wake. Ndio maana shetani anajua ya kwamba watu wanaoshika amri 10 za Mungu, wakiendelea kuzishika watapata uzima wa milele. Lakini kama kuna kitu atakachokileta hapa duniani, wanadamu wavunje amri za Mungu, wala watapata uzima wa nini? Wa milele. Yesu Kristo akasema ya kwamba alipokuja hapa duniani mwenyewe akashika amri za baba yake. Sasa wao unazivunja. Na mwenyewe akasema katika kitabu ya Yohana sura 14 fungu la 15 ya kwamba basi mkinipenda mtashika amri zangu. Shetani anajua ya kwamba watakaoshika amri za baba yake watapata uzima wa nini? Wa milele. Lakini watakaozivunja wala watapata uzima wa nini? Wa milele. Kwa nini vita ya shetani kwa leo ni kupiganisha amri 10 za nani? Za Mungu. Niwaambie mpendwa ya kwamba Mungu hakuna jambo anawezi fanya kwa kuondoa amri zake. Wanadamu kwa leo wanaanza cheza na dhambi sawa vile kucheza katika matope. Unapowahubiria watu na waambia ya kwamba njoni mkatubu dhambi zenu, watatubu dhambi wapi pasipo amri? Ikiwa hakuna amri hakuna dhambi. Ikiwa hakuna dhambi hakuna hukumu. Donc ikiwa hakuna hukumu sote tutaenda mbinguni, na haiwezekani. Kama kuna adui mkuu katika hii dunia ni mtu anayefundisha ya kwamba amri za Mungu zimeondoka. Nani kaziondoa? Ulikuwa pale basi. Kuna amri aina mbili. Kuna amri ya tabia nzuri na kuna amri ya sheria. Amri ya sheria ni kitabu ambacho Mungu aliambia Musa kiweke pembeni kwa ajili ya ugumu wa mioyo ya wana wa nini? Wa Israeli. Na kuna amri ya sheria, yani ya tabia nzuri. Ile ambayo Yesu Kristo alisema ni rahisi mbingu na nchi vitoweke kuliko amri yangu ifanye nini? Iondoke. Sasa wanadamu katika hii dunia wanapochuruza damu ya Yesu, wakipata cheo, wakipata mishahara, wakipata faida. Kupitia damu ya Yesu anapata mavazi, kupitia damu ya Yesu anapata chakula, kupitia damu ya Yesu anatembelea gari nzuri. Kusema kama amri haziko kwake ni rahisi, kwa maana anapata faida yake hapa duniani. Na akizifundisha najua watu watamkimbia, hawezi kubali. Ndio wanasema ya kwamba amri zilikuwa za Wayahudi. Usichungie Yesu Kristo katika dini, lakini hilo dini linavunja amri za nani? Amri za Mungu. Hauwezi kumuona Mungu. Katika hii kitabu wanaita avec Dieu chaque jour, ndio inasema hivi: Dieu a donné à l'homme sa loi sainte pour mesurer le caractère. Aseme Mungu aipatia mwanadamu amri yake takatifu ili zile amri zipime tabia yake. Nini sasa inapima kipimo yako? Na wanadamu wanasema ya kwamba aseme basi kitu kitakachofikisha mwanadamu mbinguni ni matendo mema. Ndio, hautukatali, ni matendo mema. Sasa matendo yako itapimwa na nini? Matendo yako itapimwa na amri 10 za Mungu. Kitabu inasema ya kwamba la seule question qui sera posée au jour du jugement sera celle-ci: avez-vous obéi à mes commandements? Aseme swali moja itakayouliza mbinguni: je, ulishika amri zangu? Kama ndiyo utaingia kudruati, kama hapana hakuna vya kubisha na Mungu, utaingia kugoshi. Waba kuaminisha kama zimetoka, wakati wengine wanazishika. Watoto wa Israeli walikuwa wanazishika, wale wenye kuzivunja Mungu alikuwa anawaua, hawatafika kwenye walienda. Sasa shetani naye anajua ya kwamba katika hii dunia atakapoleta kitu wanadamu wavunje amri zake, wala hawatapata uzima wa nini? Wa milele. Chini ndio kunasemeka hivi: Dieu ne pouvait modifier un seul précepte de sa loi en vue de sauver l'homme. Aseme Mungu hawezi badilisha amri yake kusudi aokoe mwanadamu. Mungu anawezi kubali ukufe. Wewe unayesema amri zichakatoka. Anawezi kubali wewe maisha yako iishi hapa duniani kuliko uzivunje, kuliko azibadilishe. Kwa nini? Shetani hakuzitembelea ndani mbinguni. Aliendelea kuishi kule akafukuzwa. Adam na Eva
katika bustani ya Eden, wakazivunja. Kuliko Mungu aziondoe, akawaondoa katika bustani ya Eden. Sasa wewe unasema ya kwamba amri zishakaondoka. Ule ni shetani ambaye anakuaminisha ya kwamba amri za Mungu zishakafanya nini? Zilishaka ondoka. Lakini Mungu hawezi badilisha amri zake ambazo yeye mwenyewe alishuka akaandika kwa mkono wake, akazipatia Musa katika mlima wa Sinai. Zinapokufika kwa wewe na kitabu yako na teolojia mingi ulishaka soma, unasema amri zishakafanya nini? Zilishaka ondoka. Haziwezi ondoka. Zinaandikwa katika kitabu ya Kutoka sura 12 fungu la 3 hadi fungu la 17. Yake njoo inasema ya kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi. Usije ukakuwa na Mungu mwingine. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Unaingia katika kanisa, uko na akili nzuri na wababa wenye mandevu tu wanainama wanaabudu Maria na Yesu ambaye ni sanamu. Hauwezi kumuona Mungu. Amri ya 3, usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Hapana. Ndio yenu na iwe ndio, hapana yenu na iwe hapana. Zaidi ya hapo inatoka kwa shetani. Amri ya 4 inasema, ikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Na vita kubwa ya shetani, anajua ya kwamba ni Sabato. Ndio maana katika hii dunia kuna pumziko nyingi. Pumziko ya kwanza ni Ijumaa, iliwekwa na Muhammad, anatokea kukisanga wanaita Arabia Saudite. Akanyang'anya Waislamu wote Biblia, akawapatia Qur'ani, akawavalisha shapele, akasema Isa bin Maryam, Yesu si mtoto wa Mungu, Yesu ni mtoto wa Maria. Ule hatafika mbinguni, kwa maana Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Pumziko ya 3 ikaweka na Waroma. Pape wanaita Konstantino na mfalme Pape Saint Sylvestre I na mfalme Konstantino wakaibadilisha, wakaiondoa. Sasa wewe uko katika pumziko. Ikiwa unataka kwenda mbinguni, utafata sauti ya watu gani? Utafata sauti ya Muhammad, upumzike Ijumaa? Utafata sauti ya Mungu, upumzike Sabato? Ama utafata Jumapili, ufate Pape? Kama unatafuta kwenda mbinguni, utafata sauti ya nani? Sabato ni alama ya Mungu. Vizazi na vizazi tunaipumzika hapa duniani, mbinguni tutaipumzika ni milele zote. Sasa wewe ambaye hauipumzika hapa duniani, utaipumzika na mbinguni? Haiwezi wezekana mpendwa. Ni lazima upumzike Sabato hapa duniani kusudi na mbinguni ufanye nini? Ukaipumzike. Amri ya 5 inasema, heshimu baba yako na mama yako. Watoto mwaheshimu wazazi wenu. Lakini kitabu ya Vita Kuu inasema ya kwamba asema watoto wa siku za mwisho hawataheshimia wazazi wao, kwa maana wazazi nao hawatii amri za Mungu. Wazazi wanapenda wawatii, wao wasitii amri za Mungu. Mungu amesema watoto hawatawatii, kwa maana nanyi hamtii amri zake. Amri ya 6 inasema usiue. Usije kaua wengine. Kitabu kinasema anayekasirika ni muuaji. Anayechukia ndugu yake ni muuaji. Anayekuwa na chuki katika roho, ule ni nani? Ni muuaji. Usizania ya kwamba muuaji ni ule mwenye kutwala sumu, anayekerea mwingine chakula. Ni wala muuaji ni yule ambaye anatwala upanga, silaha na kuua mwingine. Anayekasirika, anayechukia ni nani? Ni muuaji. Amri ya 7 usizini. Unapotamani mke unakumwangalia vibaya, umezini naye. Amri ya 8 usiibe. Watu kwa leo ni wamwizi, wanatumia mizani mibaya, wanatumia strategy, wale wote ni wauaji. Hayo ni wamwizi. Amri ya 9 usishuhudie jirani yako uongo, na ya mwisho usitamani. Sasa vita ya leo ya shetani ni kupiganisha amri za Mungu, ni kupiganisha amri za Mungu afanye nini? Aziondoe. Mkitabu wanaita Prophète et Roi, mpage yake ya 137 paragraphe 3 inasema ya kwamba pendant la distanciation chrétienne, le grand ennemi de bonheur de l'homme a fait du 4e commandement un sujet spécial d'attaque. Usikia hili neno ya kwamba aseme tangu Mungu anavyoumba mwanadamu, Mungu alimupatia raha. Shetani ambaye ni adui wa watu amefanya sheria ya 4, amri ya 4, yani Sabato, chombo cha kupiga vita. Ni chombo shetani anapiga vita. Kwa nini? Shetani anaipiga vita. Satan declare, shetani anasema, je me poserai au-dessus de Dieu. Nitakuwa mpinzani kwa mashauri ya Mungu. Msikilizaji, sikiliza haya. Shetani anasema nitakuwa mpinzani kwa mashauri ya Mungu. Kwa nini atakuwa mpinzani? J'aiderai mes sujets à ne pas tenir compte du mémorial du Seigneur le 7e jour de la semaine. Na mimi nitafanya iwezekanayo katika akili ya wanadamu wasijue Sabato. Wanadamu wasijue Sabato.
Na katika hii dunia kuna yule unawezi muuliza, unajua sabato? Anakuambia ema, sabato nayo njoo ya wapi? Bwana ile sijue. Shetani amevuta katika kumbukumbu lake sabato afanye nini? Haijui. Na unaabudu Mungu bure, hauwezi kumuona ikiwa hujue sabato yake. Chini njoo kunasemeka hivi. Je montrerai ainsi au monde que le jour béni et sanctifié par l'Éternel a été changé. Nitaonesha wanadamu wote kwamba siku ambayo Mungu alitia, akaibariki, akaitakasa, akaibatiza jina sabato, ilishaka ondolewa. Le souvenir de ce jour ne survivra pas dans les pensées des hommes. Asema kumbukumbu ya ile siku haitakuwa tena katika mafikiri ya wanadamu. Je l'effacerai de leur mémoire. Nitaivuta katika kumbukumbu zao. Huyu shetani ni mjanja. Asema sabato ataivuta katika kumbukumbu ya wanadamu. J'instaurerai à sa place un jour qui ne porte pas le printemps de Dieu. Kisha nitaibadilisha na siku yenye ambayo Mungu hakuibariki, hakuitakasa, nitaiweka. Ile ni Jumapili ambayo shetani alifanya nini? Aliitia. Na unaiabudu, unatoa sadaka, uko sawa vile mbuzi, unaingia msiku yenye Mungu hakufanya nini? Hakutia. Chini njoo kunasemeka hivi, mpendo njoo chini njoo kunasemeka hivi, un jour qui ne soit pas un signe entre l'Éternel et son peuple. Siku ambayo haina kumbukumbu kati ya Mungu na taifa lake. Chini njoo kunasemeka hivi, je citerai à ceux qui l'acceptent ce jour à lui conférer la sainteté attribuée au 7e jour. Kisha shetani naye mjanja amesema, kwa maana watu watakaoshika sabato nitawabariki, Mungu atawabariki na kuwatakasa, na mimi wale ambao watashika Jumapili na mimi nitawabariki na kuwatakasa. Chini njoo kunasemeka hivi, par l'intermédiaire de mon petit, je me glorifierai moi-même. Shetani wakati amekwisha kubadilisha ile siku na kuweka Jumapili, amesema nitajifurahisha, kisha mimi mwenyewe nitajitukuza. On célébrera ce jour de la semaine. Wanadamu watasherekea siku ya kwanza ya Juma. Et le monde religieux acceptera cette contrefaçon du 7e jour. Wanadamu dunia yote ya Kikristo itakubali Jumapili kama ni siku ya sabato kweli. Chini njoo kunasemeka hivi, sera pour lui le vrai sabbat. Aseme nao watasema ya kwamba ndio sabato yetu hii ya kweli. Chini njoo kunasemeka hivi, par la violation du sabbat institué par l'Éternel. Kwa kubadilisha sabato ambayo Mungu aliweka. Shetani kwa kubadilisha sabato ambayo Mungu aliweka, shetani anasema ya kwamba j'arriverai à jeter le discrédit sur la loi divine. Kisha shetani anasema, kwa maana nimeibadilisha, nitatupa giza kwa ile siku ya sabato. Wanadamu wasijue, wanadamu wasishike, wanadamu wasitembelee, kwa maana hawaijue ces paroles. Mungu akasema, un signe entre moi et vous et vos descendants. Mungu akasema, alama yangu kati yenu na watoto wenu na uzao wenu. Shetani akasema, je l'impliquerai au jour de repos que je l'instaurerai. Kisha shetani akasema, na mimi nitaiweka kusiku yangu niliyoweka. Ainsi l'univers m'appartiendra. Ndipo dunia yote itakuwa yangu. Je serai le chef de la terre. Shetani akasema, nitakuwa bwana, yani nitakuwa chief wa hii dunia, le prince de ce monde, mfalme wa dunia hii. J'aurai une telle empreinte sur les esprits que le sabbat deviendrait un sujet spécial d'attaque. Shetani ataonesha wanadamu ya kwamba sabato ndio kitu ya kwanza ya kuzaraulika. Ukiingia msabato utakufa na njaa, ukiingia msabato utazaraulika. Asema shetani ataonesha wanadamu ya kwamba sabato ndio chombo cha kwanza cha kupiga vita. Chini ndio tunasema signe. Je ferai l'observation du 7e jour, un signe de l'obéissance envers les autorités. Shetani ataonesha na wakuu wa hii dunia ya kwamba sabato ni kitu ya bure. Msishike, msiiti, ni kitu ya bure katika hii dunia. Ndio maana envers les autorités de ce monde, les lois humaines seront si dragonienne qu'elle n'osera pas de l'observer le sabbat. Shetani anasema, nitainua amri za wanadamu kuliko waishike sabato. De peur de manquer de nourriture et de vêtements. Shetani ataonesha wanadamu ya kwamba mkitii sabato mtakosa chakula, mtakosa na mavazi. Ule ni shetani. Les croyants s'uniront au monde en transgresser la loi divine. Wanadamu wote watajiunga kwa kuvunja amri za Mungu.
toute la terre sera sous ma domination. Ndio shetani naye anasema ya kwamba dunia yote itakuwa juu ya utawala wangu. Basi tuombe Mungu akuwe pamoja nasi, atupatie bidii ya kushika amri zake. Tujue ya kwamba hakuna mtu atakayemuona Mungu asipo kuzishika amri zake. Ujue ya kwamba vita ya shetani kwa leo ni kupiganisha amri za nani? Amri za Mungu. Basi tuombe Mungu akuwe pamoja nasi, atupatie bidii, atupatie juhudi, atupatie imani bora, atupatie Ukristo usio na manyanga. Tushike amri zake katika jina la Yesu Kristo. Amena.